علمتنا وارزقنا علما نافعا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Alhamdulillah, tukiwa tunaendelea na darasa letu la sira ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama, baada ya kueleza mazungumzo ya vita vya Hunain na Taif baada ya fathi Makkah na baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama kurudi zake Madina, tukaeleza habari za saraya ambazo kwamba zilikuwa baina ya vita vya Hunain na Taif na vita vya Tabuk ambavyo kama vitakuja. Saraya kama hizi zilikuwa kadhaa. Tumeeleza baadhi ya wafdi uliotumwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenda Oman na wafdi uliotumwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenda Bahrain. Ni habari za hawa wawili ama za hii miji miwili. Leo tukiendelea na saraya za ama saria ya Uyayna ibn Hisn al-Fizari. Uyayna ibn Hisn al-Fizari alikuwa ametumwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kuenda kwa Bani Tamim. Sababu ni nini? Katika mwaka wa Muharram mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam tarehe 9 ya Hijra alimtuma kwanza Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi ila Bani Ka'b. Alimtuma kwenda kuchukua sadaqa, yani zaka za wale za Bani Ka'b. Bani Ka'b walikuwa sehemu katika maji, yani ambao kwamba wananywisha mbuzi zao na wanatumia maji kama yale. Walikuwa pamoja na wao Banu Tamim, na Banu Tamim walikuwa bado hawajasilimu. Sasa Bani Ka'b walipokuwa wameandaa zile zaka kuzipeana, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Bishr ibn Sufyan kwenda kuzichukua zaka kama zile. Walipozikusanya wataka kupeana, wale Bani Tamim waliona kwamba haya mali ni mingi sana, mbuzi, ngamia, ng'ombe, mali mingi sana, kwa nini apewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Wakamwambia Bishr, hauzichukui, na wakawaambia Bani Ka'b hamuzitoi. Bani Ka'b wakamwambia sisi tumesilimu na hii ni wajibu wetu kutoa hizi zaka. Akamwambia la, hamuzitoi. Sasa wale Bani Tamim kuzizuia, ikabidi Bishr arudi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumueleza habari za Bani Tamim. Walipokuwa katika hali kama hiyo, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam habari zilipomfikia akauliza, man yantadibu ilayhim, nani atainuka kwenda kwa hawa Bani Tamim? Manake wamekeuka, wamezuia zaka za Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuletwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akainuka Uyayna ibn Hisn. Tumeeleza habari za Uyayna ibn Hisn wakati wa fathi Makkah na wakati wa vita vya Hunain. Sasa Uyayna ibn Hisn asema qama bil a'rab, ametoka yeye na ma'arab au bil arab, walam yakun fihim muhajiriyun wala ansari. Hakuwa katika kikundi hichi yoyote katika muhajirina wala katika ansari, walikuwa wote ni wenye kusilimu upya, wamekwenda pamoja na Uyayna ibn Hisn pia ambaye kwamba amesilimu pia. Walipotoka kama tulivyoeleza, wasababuha anna Bani Tamima kanu qad aghrau alqabail, walikuwa wamewahada na wamewatia tamaa wale makabila walikuwa pamoja na wao kina Bani Ka'b kwamba wasitoe zaka, wamana'uhum min ada'i aljizya, na wakawakataza wale ambao kwamba si waislamu kutoa nini, jizya. Alipotoka asema wa kharaja Uyayna yasiru bil-layli wa yukamminu bin-nahar, au yasiru al-layla wa yukamminu an-nahar. Alikuwa ametoka Uyayna pamoja na watu 50 ambao kwamba wote walikuwa ni fursan, walikuwa wakijificha usiku, wakitembea usiku na mchana wakijificha, usiku wakitembea na mchana wakifanyaje, wakijificha. Asema wa akhadha minhum, alipofika asema hatta hajama alaihim fi as-sahra, mpaka akawavamia nani hawa Bani Tamim fi as-sahra, katika sehemu desert. Asema
fawalla alqawm mudbirin, wakakimbia wale Banu Tamim walipoona kwamba wamevamiwa ghafla na Uyaina na walikuwa pamoja naye katika maswahaba hawa. Wakafanyaje? Wakakimbia. Walipokimbia Uyaina na maswahaba walikuwa naye wakachukua zile ghanima, wa akhadha minhum, katika ghanima 11 rajulan, watu 11 katika watekwa nyara, na wanawake 21, 21 mraatan wa 30 sabiyan, na watoto 30. Wanaume 11, wanawake 21 na watoto ngapi? 30. Hao wote ni watekwa nyara. Wasaqahum ila al-Madina, na akawachukua mpaka wapi? Mpaka Madina kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faanzalu, wakashukishwa wakateremshwa fi dari Ramlata binti al-Harith, akaikuwa katika nyumba ya Ramla binti al-Harith. Waqadima fihim, hawa sasa walipopata habari kama hizi, wakubwa wao waliposikia habari kama hizi, wakaja wafdi katika Tamim kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wafdi huo ulikuwa ni mkubwa sana, yasemekana baina ya watu 80 mpaka 90. Nasema waqadima fihim 10 min ruasaihim hapa, na katika riwaya wanafika 80 mpaka 90 katika wakubwa wa Banu Tamim. Walipofika hawa Madina kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hawa kulikuwa wakubwa wao ni Utarid ibn Hajib, Az-Zibirqan ibn Badr, katika wao ni Al-Aqra' ibn Habis, katika wao ni Al-Qa'qa' ibn Ma'bad. Hawa wote ni majina makubwa katika Banu Tamim. Walipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina, wale watoto wao waliwaona hawa wakubwa wao wamefika, wale watoto 30, wanawake 21, wote wameona nini? Wazee wao wamefika. Fabadau bisurakh wa bilbuka, wakaanza kufanyaje? Kulia na kupiga kelele. Hawa wakawa sasa umeingiwa na ile hamasa, na kwamba watoto wetu na wake zetu katika hali hii, wakamuita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao wakifika, Bilali waadhini swala gani? Swala ya adhuhuri. Hawakuweza kusubiri adhana ya Bilal, wakaingia msikitini wakimtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayuko msikitini. Wakitoka waona Mtume, wanaona masahaba wanamsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam afanyaje? Atoke. Fastabta'u dhalika, wakaona Mtume amechelewa sana, watoto wetu walia, wanawake wetu walia, Mtume sallallahu alaihi wasallam bado watu wamsubiri hapa. Wakaanza kupiga kelele, ukhruj ilaina ya Muhammad, toka ya Muhammad, ukhruj ilaina, ewe Muhammad toka, njoo, toka nje, njoo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale maneno yalikuwa ni mingi, katika lugha nyingine wakitumia, walianza kujifakhiri kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume zile kelele zikawa zenye kumudhi. Alipotoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama, fata'allaqu bihi, wakamshika Mtume. Alipotoka tu Mtume nyumbani kuelekea msikitini, wakafanyaje? Wakamshika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waja'alu yukallimunahu, wakaanza kumzungumzisha kuhusu hawa watekwa nyara wao. Fawaqafa ma'ahum, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama pamoja na wao kuwasikiza habari zao. Walipo mzungumzisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, katika mazungumzo waliozungumza, kiongozi wao Al-Aqra' ibn Habis alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, idhan li, niruhusu mimi niseme, fa wallahi inna madhi zainun wa dhammi shay, hakika au fa inna hamdi zainun wa dhammi shay, wallahi sifa yangu mimi ni nzuri, yani nikimsifu mtu sifa hii inakuwa ni ya kweli na inabaki kwa mtu, atabaki ana sifa, na nikimtusi mtu basi hilo tusi halitomwacha milele. Yani nikidhamu mtu, nikimsema mtu huyu ako na makosa fulani na hiyo itabaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, dhaka Allah azza wa jalla, huyo ni Mungu ambaye kwamba sifa yake ni ya kweli akimsifu mtu, na akisema mtu ako na makosa fulani, yale makosa ni kweli, yule mtu atafanyaje? Atakuwa nao, kama alivyosema kuhusu Abi Lahab, na kama alivyosema kuhusu Al-Walid. Aliposema kuhusu Al-Walid asemaje? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Alizungumza kuhusu Walid. Kwa hivyo dhambi ya Mungu ndio doa kwa mtu, na sifa ya Mungu kwa mtu ndio sifa yenye kubakia. Wewe ukinitukana ni yako wewe kama mwanadamu,
umefahamu, hainidhuru mimi kwa as long kwa Allah subhanahu wa ta'ala mimi sijatukanika, na ukinisifu wewe hainizidishi cheo mimi as long kwa Allah subhanahu wa ta'ala mimi sijafanyaje, sijapanda cheo au sijapata cheo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wakamzuia, wakamwambia Rasulullah, jina nufakhiruka, tutaka tujifakhiri, yani sisi turuhusu sisi tuzungumze, tujifakhiri, tueleze yetu na wewe eleza yako. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mimi sikutumwa kwa ajili ya kujifakhiri wala kwa ajili ya mashairi. Akatoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaenda akaswali adhuhuri. Alipomaliza kuswali adhuhuri wakarudi tena kwa Mtume. Fa'adhaharu, asema Mtume akatoka, thumma jalasa fi sahn almasjid, Mtume akaketi katika kawanda la msikiti sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa'adhaharu raghbatahum fil mufakhara, wakadhihirisha tena raghba yao katika kufakhiriana. Katika ada za Waarabu kuko kila kabila lina khatibu wake na lina mshairi wake. Khatibu sio khatibu wa Ijumaa, speaker ambaye kwamba akizungumza anazungumza maneno ambayo kwamba yamepangika, ya kujisifu na ya kufika, yenye balagha na ufasaha. Na kadhalika ana shairi ambaye kama mshairi huyo ana aidha nasifu kabila au anatusi kabila lingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona wanakariri haja yao kwa hilo, akawaruhusu, akamwambia haya, leteni khatibu wenu azungumze. Waqaddamu khatibahum, wakamtanguliza nani? Khatibu wao ambaye nani? Ni Utarid ibn Hajib. Khatibu wao akazungumza. Utarid ibn Hajib akazungumza. Katika mazungumzo yake alisema, alhamdulillah alladhi lahu alayna alfadl walmann wa huwa ahluhu alladhi ja'alana mulukan wa wahaba lana amwalan 'idhaman naf'alu fiha alma'rufa wa ja'alana a'azza ahli almashriq. Yani kamshukuru Mungu aliowajalia wao ni wafalme na aliwapatia wao mali mingi ambayo kwamba tuweza kufanya nao mema, na katujalia sisi ndio watukufu wa ahli al-mashriq, watu wa east ambao kwamba ni upande wa bara la Arabu, wa aktharahu adadan, na wengi kwa idadi. Faman mithluna fi an-nas, asema nani kama sisi katika watu. Huna anazungumza khatibu wa Bani Tamim, akasema alasna biruusi nasi, yes sisi kwamba ndio vichwa vya watu, ndio mabwana wa watu, wa uli fadlihim, na waliokuwa na utukufu kati yao. Faman fakharana, atakayetaka kujifakhiri na sisi, falyuaddid mithla ma addadna, ataje kama sifa tulizotaja sisi, account kama vile sisi tumeaccount, sisi ni kadha na nyinyi pia kama mwaweza. Na tukitaka asema tungesimama wengi, lakini hatukutaka, tumeona haya kusema mingi sana. Yani katika mazungumzo yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa na khatibu wake anaitwa nani? Thabit ibn Qais ibn Shammam akhi ibn al-Harith katika Khazraj al-Ansar. Tunakwambia qum, simama, faajib ar-rajula fi khutbati, jibu. Akasimama Thabit akamshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema, alhamdulillah alladhi as-samawati wal ardu khalqu, namshukuru Mungu ambaye kwamba mbingu na ardhi ni katika uumbaji wake. Faqada fihinna amra, amekidhi na amehukumu katika mbingu na ardhi amri yake. Wa wasi'a kursiyahu ilmu, na ilmu yake imekusanya kiti chake. Walam yaku shay'un qattu illa min fadli, na hakukuwa kitu isipokuwa kwa fadhila yake Mola subhanahu wa ta'ala. Akasema thumma kana min qudratihi an ja'alana muluka, kisha ikawa kwa kudra yake Mungu akatujalia sisi ni wafalme. Wastafa min khairi khalqihi rasula, akachagua katika bora wa viumbe wake mtume. Akramahu nasaban, mtukufu wa nasaba. Asdaqahu hadithan, kweli wa mazungumzo. Afdalahu, ndo mkweli mno yani wa mazungumzo. Wa afdalahu hasaban, ndo mtukufu mno katika daraja. Wa faanzala alayhi kitabahu, akateremshia nani? Kitabu chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa atamanahu ala khalqihi, na akamwaminia mtume viumbe vyake. Fakana khirata Allahi min alalamin, akawa mtume ndio kiumbe bora katika walimwengu. Thumma daa an-nasa ila al-iman bihi, kisha Mola akalingania watu kumwamini nani? Mtume. Faamana bi rasulillahi al-muhajiruna min qaumihi, wa kwanza kumwamini nani? Muhajiruna, watu wa Makkah.
wa dhawi rahimihi, na familia yake. Akramin nasi hasaban, ndio familia kubwa zaidi. Wa ahsanin nasi wujuhan, na ndio watu wenye uso nzuri zaidi. Asema wa khairin nasi fi'alan, na ndio watu wenye zitendo zizuri zaidi. Thumma kana awwal al-khalqi ijabatan wastajaba lillahi hina da'ahu rasulullah nahnu. Kisha baada ya muhajirina wakawa watu wa kwanza kumuitikia mtume na kumjibu mtume na kukubali da'wa ya mtume ni sisi, yani ma'shara al-ansar. Akasema fa nahnu ansarullah, sisi ni wenye kumnusuru Mola, wa uzara'u rasulihi, na ndio mawaziri wa mtume wake. Nuqatilu an-nasa hatta yu'minu billah, tuwapiga watu vita mpaka waamini Mungu subhanahu wa ta'ala. Faman amana billahi wa rasulihi, atakayemwamini Mungu na mtume wake, manaa minna malahu wa damahu, atakuwa amezuia kwetu sisi mali yake na damu yake. Yani itakuwa ni haramu sisi kuchukua mali yake na damu na kumwaga damu yake. Waman kafara, na atakayekufuru, jahadnahu fillahi abada, tutampiga jihadi kwa ajili ya Mungu milele. Wa kana qatluhu alaina yasira, na kumua kwake ilikuwa juu yetu sisi ni sahali. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lilmu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaykum. Hii ni khutba ya nani? Ya khatibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakamwambia ya Rasulullah, haya mpatie shairi wetu, khatibu kidogo mtushin, mpatie shairi wetu tuone tutafika wapi. Akainuliwa Az-Zibirqan ibn Badr, akatoa mashairi akisema nahnu al-kiramu fala hayyun yu'adilun, sisi ndio watukufu, hakuna kabila inatutosheleza sisi. Minna al-muluku, sisi kwetu sisi ndio wanatoka wafalme. Wa fina tunsabu al-bi'u, na kwetu ndio wajengwa sehemu za ibada. Wa nahnu yut'imu 'inda al-qahth nut'imuna, wakati wa ukame sisi ndio tunaolisha. Na tunalisha nini? Tunalisha mbuzi kamili, hatulishi vitu vidogo vidogo. Minna shiwau idha lam yunas alqaz'a, akaeleza fala tarana ila hayyin nufakhiruhum, hautaona sisi kabila ambao kwamba tutashindana nao katika fakhri illa istafadu, isipokuwa ile kabila ndio wafaidika. Kwa nini? Kwa sababu madamu mmefika cheo cha kushindana na sisi, nyinyi kweli mna sehemu, mna nafasi. Unajua yule mtu ukishindana naye ni kwamba wewe umefika level ya kushindana, lakini la sivyo utakuwa mimi sikujali, si ndio? Asema fakanu ar-ra'sa yuqtata'u faman yufakhiruna fi dhaka na'rifuhu fayarji'u al-qawm wal akhbaru tustama'u, habari zasikika kwamba sisi huyu ameshindana na sisi katika kujifakhiri. Asema inna abaina, sisi tumekataa, yani sisi tuzuia. Wala ya'ba lana ahad, na kuna mtu anaweza kukataa sisi kitu. Inna kadhalika 'inda al-fakhri nartafi'u, sisi namna hiyo wakati kujifakhiri tunakuwa juu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema aitiwe shairi wake. Shairi wake ni nani? Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Alipokuwa Hassan waitwa hajafika, alikuwa hayuko pale, akaitwa Hassan. Akiwa njiani waje akasema mana'na Rasulullah idh halla wastana, tumemzuia mtume, yani tumemhami mtume alipokuwa alimekuja kwetu sisi. Ala anfiradin, kwa juu ya pua ya mwenye kuridhia, yani kwa kutaka. Min ma'addin, katika kabila ya mtume katika ma'addin. Wa raghimin, na juu ya pua ya atakayekataa. Yani sisi tutamzuia mtume kwa atakayetaka, yani taka ama takeni au msitaki. Mana'nahu lamma halla baina buyutina, tulimzuia alipokuja kwetu sisi ndani ya nyumba zetu. Bi asyafina, kwa panga zetu. Min kulli baghin wa zalimin, kutokana na kila mwenye kumtaka kumdhulumu. Alipofika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, tunamwambia qum ya Hassan faajib ar-rajula fi maqala, jibu. Anasemaje? Akasimama Hassan akatoa mashairi akasema inna adh-dhawaiba, yani watu watukufu, al-ashraf, min fihrin, kutokana na Quraysh, wa ikhwatihim, na ndugu zao, qad bayanu sunnatan lin-nasi tattaba'u, wamebainisha njia nzuri kwa watu ambao kwamba inaofuatwa. Yarda biha kullu man kanat sariratuhu taqwa al-ilahi wa bil amri alladhi shar'u, ataridhia sunna ile kila mtu ambaye kwamba moyo wake ndani yake kuna takwa ya Mungu subhanahu wa ta'ala na anafuata amri za Mungu. Qaumun, watu, idha harabu darru aduwahum, wakipigana vita wanamdhuru adui wao. Au hawalu an-naf'a fi ashya'ihim naf'u, wanakitaka kumnufaisha mtu wanamnufaisha. Sajiyatun, hiyo yote ni tabia, hiyo yote ni sajia. Sajia maana yake nini? Sio pretending, ni kitu iko katika mwili wao, katika maumbile yao. Unajua kuna tabia wadhihirisha na kuna tabia ni asili kwa mtu. Yule
asemaje mshairi, wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Na ikiwa wa mahma yakun, na ikiwa iweje mno, iwe kwa namna yoyote ile, 'inda mri'in, kwa mtu awe ana tabia min khaliqatin wa in khalaha, hata akidhani kwamba hiyo tabia inafichika kwa watu hawaioni, itakuja tabia. Madamu ile asili ya tabia yake sio ile anayodhihirisha kwa watu, ile asili itakuja kuonekana ima sasa au baadaye, yani ichelewe au iwe karibu. Tabia ya mtu haifichiki milele, haifichiki milele. Chukua nini? Haifichiki milele tabia ya mtu, lazima itadhihira. Sema sajiyatun, hii tabia ni kimaumbile, sio tujilazimisha. Tilka fihim ghairu muhdathatin, sio tabia ambayo imezuka, ghairu muhdathatin. Innal khalaiqa, hakika tabia, fa'lam sharruha albid'a, tabia mbovu sana za kujipretend, za kuzuka kabla. Mtu yadhihirisha wema, adhihirisha uzuri, adhihirisha kutoa, adhihirisha ni mkarimu, lakini akishakupea baadaye anakulani kwa sababu wewe ulimwomba mbele za watu. Ulimwomba mbele za watu, hakuwa na budi kufanyaje? Kukunyima. Akasema akamalizia kusema, in kana fi nasi sabaquna ba'dahum, ukiwa kuna watu watashindana baada ya hawa kwa tabia nzuri, fa kullu sabqin, kila mwenye kushindana, liadna sabqihim tabu, at the end yuwafuata yule mdogo wao katika sisi, katika mtume na maswahaba, yule wachache kabisa, yule mchache kabisa katika tabia, ndio huyu ambaye kwamba atakayeshindana atajaribu kumtaba huyu. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أهدي لهم مدح قلب يؤازره فيما أحب لسان حائك صنعوا فإنهم أفضل الأحياء. hakika mtume صلى الله عليه وسلم na kabila yake na watu wake maswahaba ndio kabila bora. In jadda bin nasi jiddul qawli au shama, ikiwa kuna ya kusema ya kweli basi ni hayo. Al-Aqra' ibn Habis aliomba kwa mtume صلى الله عليه وسلم kwamba ya Rasul, tuache sisi tujifakhiri, ruhusu huyu na mruhusu huyu. Akasema wallahi au abi, na apa kwa babangu, inna hadha ar-rajulu lamu'talla, huyu mtu yuwajiwa. Kwa maana yuwajiwa, yani haiwezi kwamba hivi ikawa ni cha kawaida. Lazima huyu una wahi wamteremkia, lazima una wahi wamteremkia. Kwa nini? Asema la khatibuhu akhtabu min khatibina, khatibu wake ni mzuri zaidi kuliko nini? Khatibu wetu. Wa sha'iruhu ash'aru min sha'irina, na mshairi wake ni mshairi zaidi kuliko wetu. Wala aswatuhum, na sauti zao, a'la min aswatina, ziko juu ya sauti zao. Asema thumma aslamu, wakasilimu, faajazahum Rasulullah, mtume akawapatia zawadi, akawaregeshea watekwa nyara wao. Fa ahsana jawaizahum, akawafanyia uzuri kwa zawadi, kisha waradda alaihim nisaahum wa abnaahum, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawarudishia nini? Wake zao na watoto wao na waliokuwa pamoja na wao. Apokea al-Imam Bukhari na Muslim katika sahihi yao kutoka Sayyidina Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardahum, asema la azalu uhibbu bani Tamim. Baada ya hapo, yani sikuacha kuwapenda bani Tamim, hawa walikuja sasa wakasilimu. Baada 3 sami'tuhunna min rasul, baada mambo ya 3 ambapo kama nimeyasikia kutoka kwa mtume. Ni yapi hayo? Asema hum ashaddu ummati ala ad-dajjal, mtume asema hawa bani Tamim ndio watu ambao kwamba watakuwa ndio wakali juu ya dajjal. Asema wakanat fihim sabiyatun, kwa kuna baadhi ya wale wanawake walikuwa tayari washagawanywa. Kulikuwa na mmoja katika milki ya Sayyidatina Aisha, mtume akamwambia mwache huru, a'tiqiha. Kwa nini? Fa innaha min waladi Ismail, hawa nasaba yao inaenda kwa Sayyidina Ismail. Wajaat sadaqatuhum, zikaja zaka zao, mtume akasema hadhihi sadaqatu qaumina, hizi ni zaka za watu wetu, za watu. Sema maneno haya mtume kuwasifu Banu Tamim ikanifanya mimi ni wapende sana Banu Tamim ridwanullahi alayhim ajma'in. Lakini katika aya zilizotengwa kwa Bani Tamim ni hii, walipokuwa wanampigia mtume kelele wakati wamefika wakati wa sala ya dhuhuri, wanamuita mtume atoke, ni aya iliyosemwa katika suratul Hujurat, innal ladhina yunadunaka min wara'i al-hujurat.
aktharuhum walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana, lakini wallahu Mola sema innal ladhina, wa hakika wale wanaokuita wewe, yunadunaka, wanaokuita wewe, min warai alhujurati, nyuma ya vyumba yani vyumba vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aktharuhum la, wengi wao hawana fahamu nzuri, hawana akili. walau annahum sabaru, lau wangalikuwa ni wenye kusubiri, hatta takhruja ilayhim, mpaka wao utatoka kuwatokea wao, lakana khairan, ingelikuwa ni khairi kwa wao. Wallahu ghafurun rahim. Katika hawa sasa waliposilimu Banu Tamim, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama, hawa Banu Tamim walimuuliza Mtume, Rasulullah, tujalie amiri juu yetu wewe, yani sisi katika sisi tufanye mtu mmoja ambaye ndo amiri wetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa hivyo, Abubakar Siddiq akasema, amir alaihim al-Qa'qa' ibn Ma'bad, ya Rasulullah, jalie Qa'qa' ibn Ma'bad ndio kiongozi wao. Saidna Umar akasema, la ya Rasulullah, jalie al-Aqra' ibn Habis ndio amiri wao. Saidna Abubakar akamwambia Umar, hukutaka isipokuwa kunikhalifu tu, yani wewe hii rai yako ulikuwa umeitoa basi tu kunipinga mimi. Ujue hali Mtume alipokuwa na masahaba zake radhiallahu anhu, na vipi kwamba hawa walikuwa wakilelewa katika malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, madrasatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam Umar akamwambia, ma aradtu khilafaka, sikutaka mimi, si kwamba nataka kupinga, ni kwamba naona huyu ndio anasilihi. Fatamara ya wakashindana, hatta irtafa'at aswatuhuma, mpaka zikainuka sauti zao, ikateremka aya, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yani mloamini, msiinue sauti zenu juu ya sauti ya Mtume, wala msiinue sauti kwa maneno kukhofia amali zenu zisije zikaangamia. Innal ladhina yaghudduna aswatahum, hakika wale wenye kuteremsha sauti zao inda rasulillahi, wakiwa mbele ya Mtume, wale ndio ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum bittaqwa, wenye taqwa. Ipoteremka aya hii, asema Abdullah ibn Zubair, fakana Umar ba'da dhalika idha haddatha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akawa Saidna Umar idha haddatha Rasulullah, akimzungumzisha Mtume, baada ya hapo, hadathahu ka akhi sirat, humzungumzisha kama mtu ambaye kwamba anayemnongoneza Mtume, kama ambaye kwamba yani ni siri, mazungumzo ya kawaida, lakini anapozungumza vile anaweka ile sauti chini, baada ya kufunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika madrasa ya Mtume, ile sauti yake ikawa iko chini, haisikiki, utadhani akizungumza na Mtume kama ambaye amwambia Mtume nini, siri, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akampaka Mtume hamsikii, humuuliza tena, inua sauti nikusikie, wataka kusema nini ewe Umar. Na katika riwaya nyingine kwamba hii aya ilipoteremka, huyu Thabit ibn Qais ibn Shammas, ambaye kwamba tumetaja ndio khatibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Khatibu lazima awe na sauti ya juu, akikhutubu, akizungumza, sauti yake iwe ni yenye kuitika. Ilipoteremka hii aya, huyu akajifungia nyumbani. Kaifanyaje? Kajifungia. Mtume amtafuta masiku, akamtuma masahaba zake, mtafuteni, mbona simuoni Thabit? Alipotafutwa akapatikana nyumbani. Alipopatikana nyumbani, watu wakamuuliza, mbona hatukuone? Tunakutafuta, kuulizia. Anambia, mimi ndio yule alotajwa katika aya, anainua sauti yake juu ya sauti ya Mtume. Andichukulia ni yeye maskini. Hivi ndivyo walikuwa wakihofia, mpaka Saidna Umar kwa akisema, lau watu watafufuliwa katika mahshar, kusemekanwe watu wote wataingia peponi isipokuwa mtu mmoja, ningelihofia niwe ni mimi Umar. Nani huyo? Umar. Mimi na wewe tulikata tikiti kitambo ya peponi. La, walikuwa na hofu na khashya, alihofia, kama akisema mimi kaogopa kwa mimi ndio yule. Kwa sababu gani? Sio kwa sababu mimi sauti yangu ndio ilikuwa iko juu, ndio nikitoa khutba ndio ilikuwa nikiinua sauti juu. Akawa yajilalamikia, asema habita amali yangu imeharibika.
wa ana min ahli an-nar, mimi nimekuwa katika watu wa motoni. Wakaja kwa mtume wale kumpatia habari za huyo mtume sallallahu alayhi wasallam, la bal huwa min ahli al-janna wa nahnu na'lamu annahu min ahli al-janna. Ilikuwa tumuona huyo akitembea na sisi tulikuwa tunajua kwamba huyo ni katika watu wa peponi, lakini tulikuwa tukimwona mtaani akitembea na sisi. Asema mpaka ilipofika wakati wa vita vya Yamama, kukawa kuna kidogo tumelemewa. Vita vya Yamama wakati wa Musailima al-Kadhab, wakati wa khilafa Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu warda. Asema tulipokuwa katika vita vya Yamama, karibu tuona kama tumelemewa, alitoka Thabit ibn Qais akiwa amevaa kafani yake. Kafani nasemaje Kiswahili? Sanda lake. Akavaa sanda lake, akatoka akasema bisa ma tuawiduna aqranakum. Ni mbaya, ni ovu kiasi gani kile mnachowazoezesha hawa maadui wenu, msiozoezeshe kuogopa. Kwa maana lugha hiyo kwamba msiozoezeshe kufanyaje? Kuogopa. Akatoka na sanda lake, akapigana, akawaua wengi katika wao mpaka akauliwa yeye mwenyewe Sayyidina Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu wa arda. Pale Sayyidina al-Imam al-Hafidh ibn Kathir asema katika kitabu chake, qala ulama, wanazuoni wasema yukrahu raf'u as-sawt, yakirihishwa au ni karaha kuinua sauti inda qabrihi, katika kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Asema kama kana yukrahu fi hayati, kama ilivyokuwa yachukiza kuinua sauti mbele ya mtume katika uhai wake, kadhalika mbele ya kaburi yake au kaburi lake haufai kuinua sauti. Li'annahu muhtaramun, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kuheshimiwa hayyan akiwa hai, wa fi qabrihi, na katika kaburi lake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akapokea al-Imam al-Bukhari radiyallahu anhu arda katika sahih yake kutoka kwa As-Sa'ib ibn Yazid, asema kuntu qa'iman fil masjid. Sa'ib ibn Yazid asema alikuwa nimesimama msikitini, fahasabani rajulun, mtu akanitupia kijijiwe kidogo kile katika mguu wangu, yanirushia kijiwe kinigusa, yani kama kuniita. Nikiangalia fa idha huwa bi Umar, kumbe ni Umar ananiita. Nasema nikienda kwa Umar akamwambia nenda waite wale watu wao wamesimama pale karibu na kaburi la mtume. Sasa akaenda akawaita, wakiletwa mtume Sayyidina Umar akamwambia mtoka wapi? Nasema min Taif. Kama nyinyi mngelikuwa watu wa Madina ningewatia mboko. Hamujui kama hamufai kuinua sauti zenu mbele ya mtume. Hapo mtume yuko wapi? Kwenye kaburi lake. Hivyo kama alivyosema Sayyidina Bakar, tubta hayyan wa mayitan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bakar alipokwenda kumuona mtume wakati alipofariki, alimwambia mtume, tubta, umekuwa mzuri wewe ya Rasulullah, hayyan, ukiwa hai, wa mayitan, unapokufa, wakati wote wewe ni mzuri ya Rasulullah. Hivi ndivyo maswahaba, hivi ndivyo salaf, hivi ndio wanazuoni walitufundisha vipi kumheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kaburi lake. Naam, katika kaburi lake hufai kuinua sauti yako juu ya sauti ya mtume akiwa kaburini mwake. Naam, akiwa kaburini mwake ni ukosefu wa adabu. Wewe uko mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umekwenda kumzuru mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umekwenda kumtolea salamu mtume sallallahu alaihi wasallam, na akili yako haiko pale, concentration yako haiko pale, unazungumza na mtu au upate mtu yako pale katika wenye kuchunga pale, anapiga kelele, anainua sauti juu bila kuheshimu makamu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni ukosefu wa adabu, ni ukosefu wa adabu. Baada ya hapo kukawa na msafara mwingine umetumwa kwa nani? Kwa Bani al-Mustaliq. Mmoja Bani al-Mustaliq. Bani al-Mustaliq ni wale ambao kwamba tulieleza habari zao katika vita vya Bani al-Mustaliq, ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuoa binti yao nani? Juwayriya bint al-Harith radiyallahu anha wa ardaha ummul mu'minin. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth kwenda kukusanya zaka za Bani al-Mustaliq. Walipofika kwa Bani al-Mustaliq, sasa huwa alipotoka, kabla kufika kwa Bani al-Mustaliq alihofia barabarani, akarudi. Kurudi Mtume sallallahu alaihi wasallam muuliza, vipi ziwapi zaka za Bani al-Mustaliq? Akaambia Rasulullah, al-Harith ndio kiongozi wa Bani al-Mustaliq na ndio babake nani? Juwayriya, bamkwe wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
asema Al-Harith ameninyima, amenikataza zaka. Na huyu hajafika ujue kwa nani? Kwa Al-Harith hajafika kwa Bani al-Mustaliq. Wa arada qatli, ametaka kuniua. Amemzuilia nani? Amemzuilia Al-Harith, si ndio? Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuangalia huu ni Harith ni bwamkwe, huu ni nani, la. Akikataa, maana Mtume sallallahu alayhi wasallam hukumu yake ni kwamba atakayekataa kutoa zaka anapigwa vita. Ndivyo vile alivyofanya naye Saidna Abubakar As-Siddiq baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, akisema wakininyima mimi iqalan, kamba walikuwa kimpea Mtume wakati wa zaka, kumpea zaka, wakininyima lazima nitawapiga vita nichukue, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwapiga vita watu wakikataa kutoa zaka. Asema Mtume akatuma watu kwenda kwa Harith kumpigia vita kuchukua. Walipofika, kabla ya kufika barabarani, wamepatana na Al-Harith na wendani wake, wametoka waelekea kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakamwona hadha Al-Harith, falamma ghashiyahum qala lahum Harith, akauliza ila man bu'ithtum, muntoka hivi mwaenda vitani, mtumwa kwa nani kumpiga vita nani? Akamwambia ilaik, tuntumwa kwako. Walima, kwa nini mtumwa kwangu? Asema inna Rasulullah kana ba'atha ilaik, sasa Mtume amemtuma kwako wewe Al-Walid ibn Uqba, fazama annaka mana'tahu zaka. Al-Walid amemweleza Mtume kwamba wewe umemkatalia nini? Zaka. Wa aradta qatlahu, na umetaka kumuua. Sasa yule akamwambia la walladhi ba'atha Muhammadan bilhaq, na hapa kwa yule aliyomtuma Muhammad kwa haki, sikumuona mimi huyu, ma ra'aytuhu battatan, sikumuona kabisa. Harith alipoletwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia maneno yale, umemkataza Harith twaje Walid ibn Uqba zaka na ukataka kumuua, na ni mtume wangu mimi, ninamtuma kwako. Akamwambia la walladhi ba'athaka bilhaqi ma ra'aytuhu, sikumuona wala atani, wala hakunijia. Wama aqbaltu, na mimi sikutoka kuja kwako illa hina ihtabasa alayya rasulillah, ila kwa sababu nimeona kwamba yule mtuma hajafika. Kasema wacha nikajulie kuna nini, mbona hajafika? Khashitu, nikakhofia an takuna sakhtatan min Allah azza wa jalla wa rasuli, kama mimi nimepata ghadhabu za Mola na mtume wake. Ndipo pale ikateremka aya nyingine katika hii sura ya Hujurat. Hii sura ya Hujurat yote imeteremka wakati huo. Ikateremka aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hii aya imeteremka kwa nani? Kwa Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth. Saria ya pili ama ya tatu ni ya Qutba ibn Amir ila hayy min Khaf'ama binahiyati Tabala. Ni saria ya Qutba ibn Amir, ametumwa kwa Khaf'am, sehemu za Tabala karibu na sehemu inayoitwa Turaba. Asema kharaja Qutbatu fi 20 rajulan, ametoka Qutba, ametumwa na Mtume akiwa na watu 20, ala 10 ab'iratin, juu ya ngamia ngapi? 10. Ab'ira jam'u madha? Ba'ir. Ya'taqibunaha, ma maana ya'taqibunaha? Yata'aqabuna 'alayha, wanapishana. Maana ngamia ni ngapi? 10. Watu wangapi? Hivyo napanda huyu. Asema fashanna al-gharata, wakawapiga vita wale Khaf'am, twaje kabila Khaf'am, faqtatalu, wakapigana qitalan shadidan, vita vikali, hatta kathura al-jarha fi al-fariqayn jami'an, mpaka wakakithiri waliojeruhiwa katika zipote zote ziwili. Wa qutila Qutbatu ma'a man qutila, kiongozi aliuliwa pamoja na waliouliwa, lakini walishinda Waislamu. Wasaqa al-muslimuna, wakazichukua na wakazipeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ama Madina, an-na'ama, ngamia na mbuzi na ng'ombe, wanisaa, na wanawake, washaa na mbuzi, ila Madina, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina. Saria nyingine ni Ad-Dhahhak ibn Sufyan al-Kilabi. Huyo ametumwa kwa Bani Kilab mwaka wa 9 mwezi wa mfungo 6, kwa ajili ya lidawatihim al-Islam, kwa ajili ya kuwalingania kwa Uislamu. Faabu, wakakataa, waqatalu, wakapigana vita. Fahazamahum al-muslimuna wa qatalu minhum rajulan, wakawa Waislamu waliwashinda hawa
Banu Kilab, na wakawaua kati yao nini mtu mmoja. Na katika waliotoka pamoja nao ni Al-Asyad ibn Salama ibn Qurab. Huyu alipatana na babake Salama akiwa upande wa makafiri, akamulingania babake al-Islam, babake kataa, wa a'tahu lama, babake anakataa, fasabbahu, babake mtukana huyo kijana wake na akatukana dini yake. Huyo Al-Asyad akampiga yule farasi wa babake miguu, babake akaanguka chini, akamzuilia babake mpaka akaja mwingine katika Waislamu akamua babake. Tunafahamiana, yeye hakumua lakini na hakumwacha kwa sababu ni katika makafiri na katika waliokataa kusilimu. Akamzuia babake akaja kuuliwa na mwingine. Saria nyingine ni ya Alqama ibn Mujazzir. Alqama ibn Mujazzir huyu ametumwa kuenda Sawahilu Jidda, katika kosti ya nini, yani pwani mwa Jidda au Judda au Jadda. Jidda ina majina yote matatu, Jidda, Judda na Jadda. Sasa alitumwa pamoja na watu 300. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesikia kwamba kuna watu kutoka Habasha wameingia katika bahari ya Jidda, wanafanya kazi za qarsana, upirate, wanavamia mali ya watu wa Makkah. Fakhadha Alqamatu al-bahra, huwa Alqama akavuka bahari mpaka akafika sehemu kuna kisiwa. Wale mahabasha waliposikia habari kwamba Waislamu wametoka, harabu, walikimbia. Katika kutoka kwao hawa wakiwa wanarudi, wakirudi zao Makkah, kuna baadhi ya hawa watu 300 walikuwa na haraka ya kurudi. Kiongozi wao Alqama akawapatia ruhusa na akajalia kiongozi wa hao wachache waliokwenda haraka Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Huyu katika masahaba alikuwa ni sahaba ambaye kwamba akipenda mitani na jokes nyingi sana, akipenda kufanya mizaha na dhihaka nyingi sana. Wakanat fihi duaba, fanazalu biba'd at-tariq, wafika barabarani, walisimama sehemu wakapumzika, wakawasha moto sababu ya kupata joto kiasi wakati wa baridi ilikuwa, na wakipika wasnauna taama. Sasa huyu akawauliza Abdullah ibn Hudhafa, kiongozi wao, alaysa li alaykum as-sam'u wat-ta'a, si mimi ninao juu yenu nyinyi sam'i na ta'a, yani si mimi nastahiki nyinyi munisikize na munitii, mfahamu munisikize mimi kiongozi wenu bwana, mimi mfahamu. Naam, mfahamu kusikiza. Akaambia fama ana amurukum bi shay'in illa fa'altumuhu, sitoamrisha jambo isipokuwa mtalifanya. Nasema naam, bala, lazima tutafanya utakachotuamrisha. Akaambia basi mimi ninawaapia kwa haki yangu juu yenu na taa ambayo kwamba mnao juu yangu mimi, illa tawathabtum fi hadhihi an-nar, nyote ingieni katika moto. Hapa nyote ingieni motoni. Yule akamwambia inma fararna ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min an-nar, sisi tumkuja kwa mtume kwa ajili ya kukimbia nini? Moto, jahannam. Wewe utakututia sahihi motoni. Lakini wengine walikuwa na wasiwasi, akasema sisi tutafaa kumtii huyu na kumsikia, wakaanza kujipanga wataka kuingia kuruka. Waliposimama wataka kuruka, niambia haya, amsiku alaykum taratimun inma kuntu, kuna watania peke yake. Wasifika kwa mtume Madina, hivi ndivyo walivyokuwa tarbia yao. Wakifika kwa mtume anamueleza kila kitu, wanapata mafunzo. Alipofika kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamueleza, tumwambia law dakhaltumuha, law mngeliingia ile moto, lam tazalu fiha ila yawm al-qiyamah, singelitoka mpaka kiyama. Kwa nini? Asema la ta'ata fi ma'siyati Allah, amna ta'a katika maasi subhanahu wa ta'ala. Wa inma at-ta'atu fi al-ma'ruf, ta'a inakuwa wapi? Katika wema peke yake, katika wema peke yake. Nikateremka aya ya Mungu aliposema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Saria ambayo kwamba tutahitimisha nayo ni saria ya Saidina Ali ibn Abi Talib kwenda kuvunja
sanamu wa Tai. Tai ni katika makabila ya Waarabu ambao kwamba ilikuwa ikiishi karibu na ilikuwa ikiishi Sham katika uongozi wa Rome. Katika manasara wa Kiarabu walikuwa wengi katika Tai. Yule sanamu alikuwa akiitwa Al-Fuls. Katika mwezi wa mfungo 6 mwaka wa 9 Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtuma Saidina Ali fi 50 wa 100, akiwa watu 150 ala 100 ba'ir, juu ya ngamia 100 wa 50 farasan, na farasi 50. Wa ma'ahu, pamoja na Saidina Ali, rayatun sauda wa liwa'un abyad, kwa bendera nyeusi na bendera nyeupe. Nini farq baina ya raya na liwa? Tumezungumza sana katika sira tukieleza Mtume bwana amepeana bendera kadhaa, rangi kadhaa, raya na liwa, na raya ni bendera na liwa ni bendera. Tofauti nini? Kipeleleza katika sira utaona kwamba liwa ni kile tambara kubwa linafungiwa juu ya mkuki, lakini linafunguliwa wakati wa haja pekee yake, ni kwa sababu ni kubwa sana. Liwa ni kubwa, ni bendera kubwa kuliko raya, Sasa ile liwa anapewa kiongozi, inakuwa ni yake yeye, na inakuwa kamp ya, yani khaima ya kiongozi ndio inakuwa na liwa. Lakini rayat zilikuwa zinapeanwa kwa baadhi wa viongozi wanaokuwa chini ya uongozi wa huyu kiongozi mkubwa. Fahamiana, si ndio? Kwa hivyo kuna raya zinakozokuwa ni bendera ndogo ndogo na liwa ambako ni bendera kubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana bendera nyeupe wakati alipoingia Fath Makkah, na zile bendera ndogo ndogo nyeusi akipeana kwa viongozi. Na kadhalika alipotuma Saidina Ali alipewa bendera nyeupe na zile bendera nyeusi. Fashannu al-ghara, wakapiga vita ala mahallati Ali Hatim, sehemu na kijiji na mji wa Ali Hatim. Hatim at-Tai, Bani Tai, alikuwa akijulikana kama akramul arab, mkarimu zaidi wa Waarabu. Mtu alikuwa akipigiwa mfano kwamba yeye ni mkarimu kwa kuambiwa akramu min Hatim, ni mkarimu kuliko Hatim. Yani Hatim ndio karam, kisha wewe ili usifiwe ni uwe umemzidi huyo Hatim katika ukarimu. Fahamu sio? Sema walipiga vita alfajiri, fahadamu, na alikuwa hapendi kula peke yake. Alikuwa hapendi kula peke yake, na alikuwa akijua na mgeni lazima achinje. Fika siku yasemekana katika viswa kulikuwa hakuna mbuzi na nini wa kuchinja, akachinja farasi. Farasi ndio kitu cha thamani zaidi kwa Mwarabu, sababu ndo silaha, ndo kila kitu farasi. Ile ukarimu wake haimruhusu kumrejesha mtu bila ya kumchinjia. Asema fahadamuhu, wakamvunja yule sanamu, wamalau aydiyahum min as-sabyi wan-na'ami wash-sha'i, wakajaza mikono yao, yani katika hazina yao wamejaza. Masahaba wamepata sabi wengi, watekwa nyara wengi, ngamia wengi na mbuzi wengi. Kwa fi sabi, katika wanatekwa nyara dadake Adi ibn Hatim ambaye akiitwa nani, Safana. Katika Safana alikuwa ni katika nini, katika ukhti yake Adi ibn Hatim, katika watekwa nyara. Na Adi alikuwa waharaba Adi ila Sham, alikimbia kwenda wapi? Sham. Wawajada almuslimuna fi khazanati alfulsi, walipata waislamu katika khazina ya huu Fuls ni yule sanamu wamekwenda kumuua, wamepata katika hazina yake 3 asyafin, panga 3 kubwa na dir'a 3 wa 3 adru'in. Wa fi tariq, walipokuwa njiani, qasamu alghanaim, waligawanya ghanima, wa azalu as-safiyya li Rasulillah, wakaeka kando
zile nzuri kwa ajili ya mtume kama ghanima, khums ya mtume, lakini walam yuqassimu ala Hatim, hawakugawanya kabila la nani, yani familia ya Hatim, familia yake ya karibu hawakugawanywa katika sabi katika nyara, walipelekwa mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipofika ila Madina, ista'tafat ukhtu Adi ibn Hatim Rasulullah, dadake Adi ibn Hatim alimlilia, yani alimtaka mtume amhurumie sallallahu alaihi wasallam, akimwambia ghaba alwafid, amepotea yule mwenye alikuwa angelikuja na akanifidi mimi, akanilipia fidia, akanilipia fine. Wanqata alwalid, mzazi hayuko, amekufa. Wa ana ajuzun kabiratun, na mimi ni kizere kikubwa. Ma bi min khidmati, hakuna kitu naweza wafanyia, sio zaidi chochote. Famunna alayya manna Allahu alayka, basi nifanyie manni, uniache Mungu subhanahu wa ta'ala akufanyie manni na wewe, akufanyie neema na wewe. Mtume akamuuliza, man wafiduka, nani ambaye kwamba angelikuja kukufidi? Asema Adi ibn Hatim. Mtume akamwambia, yule alokimbia kutoka kwa Mola na mtume wake. Kisha mtume akaenda, hakumjibu. Siku ya pili akija mtume Sifana amueleza tena mtume, Rasulullah, niache niende, mimi sikusaidii chochote, kizere atakayekuja kunifidi hayuko, mzazi kashafariki, ni hurumie mimi. Ni mtume amuuliza, nani angekuja kukifidi? Ambaye Adi, yule alokimbia kumkimbia Mungu na mtume wake. Naam. Na kadhalika siku ya tatu, ilipofika siku ya tatu, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama alimmonea huruma, akamwacha huru. Alikuwa pamoja na yeye, yani karibu na Sifana na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ameketi nani, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda, pamoja na Sayyidina, alikuwa na mtume. Akamwambia Sayyidina Ali, akamwambia muombe na salihi humlanan, muombe kuongezee na vijibuzibuzi kadhaa ulisaidie nazo. Angalia vipi Sayyidina Ali alikuwa akimjulia mtume sallallahu alayhi wasallam, na akijua kwamba huyu ni karimatu qaumin, ni katika watu watukufu kwao, astahiki kukirimiwa, na ajua kwamba mtume ni mkarimu, ampatia yule hint, ambia nini, ndio yani usitosheke tu kuachwa wewe huru, omba zaidi, omba na vijibuzi upatiwe. Salihi alhamlana, fasalatu, akapewa, akamrisha, fa amara laha bihi, akamamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika riwaya himlan maana yake wenye kumbeba kwenda naye kumsafirisha mpaka kwa watu wake, yani kipando ambacho kwamba ataweza kwenda nacho mpaka kwao. Adi ama ukhti Adi akarudi, alipofika Sham kwa ndugu yake ama kwa kakake, falamma laqiyatuhu, alipomkuta kakake, qalat an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, akamwambia laqad fa'alta fa'latan au fi'latan ma kana abuka liyaf'alaha au ma kana abuka yaf'aluha, umfanya jambo abako alikuwa haingelifanya. Yani wewe umekimbia na dadako na familia yako, babako asingelifanya kama ulivyofanya wewe. Itihi, nenda kwa mtume, raghiban au rahiban, kutaka au kwa kumcha, kwa kumuogopa. Baaki kwa mtume, falamma jalasa baina yadayhi, alipofika kwa mtume, alipokaa, hamidallah, akamhimidi Mola, wa athna alayhi, akamshukuru. Thumma qala, mtume akamwambia Adi, ma yufirruka, kitu gani wewe kinachokuogopesha, kukimbiza, kinachokuweka mbali? Ayafirruka an yuqala la ilaha illa Allah, fahal min ilahin illa Allah taarifu? Yani wewe wakhofia kitu gani, waogopa katika kusilimu kwako, wakimbia kusema la ilaha illa Allah? Fahal ta'lamu min ilahin siwa Allah, wewe wajua Mungu sikuwa Allah? Akamwambia la. Nasema thumma takallama sa'atan, mtume akazungumza naye kidogo muda, kisha akamwambia inma tafirru an yuqala Allahu akbar, wewe wakimbia kusemwa Allahu akbar. Fahal ta'lamu shay'an akbara min Allah, wajua kitu ambacho ni kikubwa kuliko Allah? Akamwambia la.
Akamwambia basi mtume akamwambia fa innal yahuda maghdubun alayhim, wamekasirikiwa, wal nasara dhaluna, wenye kupotea. Fa inni ila basi twaje Adi ibn Hatim akasema qala fa inni hanifun muslim, basi mimi ni muislamu ambaye kwamba katika hanifia. Fambasata wajhuhu farihan, Mtume sallallahu alayhi wasallam uso wake ukafunguka kwa furaha, akawa ni mwenye kutabasamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaamrisha ateremshwe inda rajulin min al-ansari, kama mgeni kwa mmoja katika maansar. Katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam alipomkalisha Adi ibn Hatim, Mtume alimwambia ala takun rakusia, wewe hukuwa mrakusi? Rakusi ni taifa katika manasara. Akamwambia bala. Akamwambia awalam takun tasiru fi qaumika bil mirba', wewe ulikuwa ukitembea kwa watu wako kwa mirba'. Mirba' maana annaka kunta ta'khudhu rub'a al-ghanima, ile ghanima ikija ukichukua robo wewe ya ghanima. Akamwambia bala. Akamwambia fa inna dhalika lam yahillaka fi dinika, hilo likuwa halifai katika dini yako. Wewe usisema wewe mrakusi alafu wewe umekubali kwa unachukua robo katika ghanima, hilo halifai katika dini yako, mbona unafanya hivyo? Asema fatada'da'tu laha, yani aliponiambia vile Mtume sallallahu alayhi wasallam nikawa ni mwenye kuwa mnyonge, nikanywea, kwa sababu Mtume ameniambia maneno mazito. Kwanza amejua dini yangu, pili ameniambia habari ambazo kwamba watu hawajui, ni habari nzito kwamba haifai na mimi nikifanya. Asema katika riwaya Sayyidina ya Ahmad, asema amna nabii sallallahu alayhi wasallam qala ya Adi, anambia ya Adi aslim taslam, silimu usalimike. Faqalat inni min ahli din, Adi sisi silimu min dini yangu, sababu kama nasara. Anambia ana a'lamu bi dinika minka, mimi najua dini yako kuliko wewe. Tunamwambia Adi, Adi anta a'lamu bi dini minni? Tunamwambia naam, alasta min ar-rakusiyya, wewe si katika rakusiyya, وتأكل مرباع قومك. اسمع بلا فإن هذا لا يحل لك في دينك. اسمع sasa nilipojua hivyo araftu annahu nabiyyun mursal, nimejua kwamba huyu kweli ni nini, ni mtume ametumilizwa. Yaarifu ma yujhal, anajua yale yasojulikana. Apokea Adi Bukhari kutoka kwa Adi, na kabla ya hapo walipokuwa amefika Adi na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam amefika hapo, alikuja baadhi ya watu kizere, amekuja kwa Mtume akamwomba kitu, Mtume akatoka na yeye. Akaja mtoto mwingine akaja kwa Mtume ataka kitu, Mtume akatoka na yeye kumsikiza. Yule anaangalia ile picha, kiongozi anakuja kizere anambeba, anakuja mwanamke anamuita tena anakwenda naye, anakuja mtoto ana haja anakwenda anamchukua. Sema ile picha ya kwamba huyu kiongozi na anafanya hali ama jambo kama hili likawa lenye kumshangaza sana Adi ibn Hatim radhiallahu anhu. Sema nilipoingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, Mtume akaniambia ama inni a'lamu ma alladhi yamna'uka min al-islam, wewe mimi najua kitu gani kinakuzuia wewe kuingia katika Uislamu. Kwa nini? Anambia wasisemea wewe, takulu wajiambia katika kichwa chako, inma tabaahu dha'afatun nasi, wale mfuata ni watu mmoja ameona kizere amekuja amemuita, ameona hali. Sema waman la quwwata lahum, watu wasikuwa na nguvu. Waqad ramatuhum al-arabu, na warabu wamefanyaje, wamemtupa. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamuuliza ataarifu al-Hira, wewe unajua Hira? Hira ni mji wapi? Iraq, uko mbali. Kaambia lam ara, sikuyuona lakini nimeisikia. Ambia fa walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu, Mtume aapa, sema na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko katika kudra yake, la yutimmanna Allahu hadha al-amr, Mungu ataitimiza hili jambo, atalitimiza hili jambo. Jambo gani hilo? Ni Uislamu tafika huko hata takhruja dha'inatu, mpaka atoke mwanamke wapi? Min al-Hirati, kutoka Hira, hata tatufa bil baiti, mpaka atafanya tawafu Kaaba, yanatoka Hira Iraq mpaka Kaaba, fi ghairi jiwari ahadi, pasia kuingia chini ya himaya ya mtu, haogopi mtu yani.
wala yuftahanna kunuz Kisra ibn Hurmuz, na kunuz za Kisra ibn Hurmuz zitafunguliwa. Yani wewe kwa lugha ya sasa umwambie mtu hizi empire zilizobakia zitakuwa chini ya Uislamu. Yani ndio mtu Amerika itakuwa chini ya Uislamu, Russia itakuwa chini ya Uislamu, China itakuwa yote ya Waislamu. Tuko zama hizi sisi hali sampuli ndio hii tunayoiona, Waislamu dhaifu. Alafu mbona mtu yote itakuwa sisi. Tutakuwa na vipi? Fika shay kidogo habari zako mpiswa, hali yako vipi? Kuna jambo na hii haya maneno ndio alimwambia Mtume. Alimwambia nani? Yule alokuwa wakati wa hijra, aitwa nani? Alomfuata Mtume na ngamia wake, Suraqa, barakallahu fik. Mtume akamwambia Suraqa, waonaje ukivaa bangili za Kisra wewe? Wewe mkimbizi kutoka Maka mbio, sasa hivi watu kutafuta, umewekewa juu ya kichwa chako ngamia moja, wazungumza mambo ya Kisra. Hebu usia wapi mambo ya Kisra? Hii ndio imani ya muumini. Muumini atakiwa amini hivyo. Na taban itakuja yote haya yatakuja. Tunasema sasa la yutimanna Allahu wa na yote haya yatakuja. Sayadkhulu hadha ad-din baita madarin wa wabarin, haitabakia nyumba isipokuwa hii dini itafika. Sasa tumwamini Mtume, hatumwamini bi'izzi azizin au bidhulli dhalil, tunasema kwa utukufu wa mtukufu au kwa udhalilifu wa kudhalilifu, kwa njia yote dini itafika. Na tunaona leo vipi Uislamu unapanuka, vipi Uislamu unapanuka. Adi akamwambia Kisra ibn Hurmuz, Kisra ibn Hurmuz, ama naam Kisra ibn Hurmuz, wala yubdalanna almala au almalu, na mali yatatolewa hata la yakbalahu ahad, mpaka itafika wakati hakuna, yani watu hawataki tena yale mali. Na hii riwaya nyingine ilikuwa hapa Adi, Mtume anamwambia ya Adi, hal ra'aita alhira? Nasema baina ana 'inda an-nabii, warawa al-Bukhari an Adi, nasema Bukhari apokea kutoka kwa Adi, baina ana 'inda an-nabii, nilipokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, id atahu rajulun, akaja mtu, fashaka ilayhi al-faqa, akamshtakia Mtume kidogo hali ngumu, hali nzito, mambo si mazuri. Asema akatoka huyo, thumma atahu akhara, akaja mwingine, fashaka ilayhi qat'a as-sabili, akamshtakia Mtume kwamba safari imekwamia hapa, hana kitu chochote cha kukamilisha nacho safari. Akaambia Mtume, akamwambia ya Adi, ewe Adi, yani Adi anaona yote haya. Akamwambia Mtume, hal ra'aita al-hira? Ushaykuona hira? Fa in talat bika hayatu, kio utaishi, fala tarayanna ad-da'inata, utamona mwanamke, tartahilu min al-hira, toka hira ila hatta tatufa bil Kaaba, paka atufu Kaaba, la takhafu ahadan illa Allah, yani dunia itakuwa amani. Na huyu katika zama zake ameiona hii, wacha zama zetu, katika zama zake ameiona hii, kwa mwanamke ametoka hira akaja mpaka kutufu na haogopi chochote. Asema wala in talat bika hayatun, na maisha yako yakiwa ni marefu, la tuftahanna kunuz Kisra, kunuzu za Kisra zitafunguliwa. Wala in talat bika hayatun, na maisha yako yakiwa ni marefu, la tarayanna ar-rajula au la turayanna ar-rajulu, utaona mtu au utaoneshwa mtu, la tarayanna ar-rajula yakhruju mil'a kaffihi min dhahabin au fidda, anatoka akiwa amejaza mkono wake dhahabu au fidda, wa yatlubu man yaqbaluhu, atafuta nani ataka dhahabu, ataka fedha, ataka, asema fala yajidu ahada yaqbaluhu minhu, tuna hakuna mtu anikubali kutoka kwake. Itafika ikiwa tumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, itafika. Na haya ndio maneno aliyosema Adi, asema qala Adi, asema Adi, faraitu ad-da'ina, nikamona mwanamke, tartahilu min al-hira hatta tatufa al-Kaaba, la takhafu illa Allah, haogopi isipokuwa Mungu. Wa kuntu, yani mimi mwenyewe Adi, fi man iftataha kunuz Kisra, katika walofungua zile kanzi za Kisra. Sio kwamba naletewa, mimi mwenyewe niko katika jeshi lililopigana likachukua kanzi za Kisra. Lakini akamwambia wala in talat bikum hayatun, akawaambia sasa masahaba wenzake, ikiwa na nyinyi mtaishi, basi mtaona ya mwisho aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy Abu al-Qasim, yakhruju min akaffihi
mtu atatoka akiwa amejaza. Na hii ya kuonesha vipi dunia itakuwa si kitu, na vipi tutakuwa na mali kwa kiwango cha kwamba mtu akose mtu wa kupokea mali kama ile kutoka kwake. Waweza kuimagine habari kama hizo? La. Lakini itafika. Lakini na hii ni dalili kubwa kwamba si kitu dunia kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si dhahabu, si fedha, ndo athmanu shay'in. Inkosa mtu kuchukua. Inkosa mtu wa kupokea. Na kama tulivyoeleza juzi kwamba utashangaa una pesa, wewe Muislamu labda unkosa, huna katika shida. Mwenzako yule si Muislamu, mambo yake mazuri, amefungukiwa, atembea vizuri, magari mazuri, nyumba nzuri, si Muislamu. Yule alifariki juzi, ameacha ngapi ajue? Cha kuacha. Ingelikuwa angalau tuweza kumzika nayo tu basi zikabaki pale. Hata kumzika nayo utamsaidiaje? Haimsaidii chochote. Haimsaidii chochote. Inaobakia, angalia subhanallah, katika inaobakia ni sifa. Inaobakia ni utajo mwema. Inaobakia ni nini? Ni utajo, kwa sababu sente zitagawanywa tu. Walau kanat ad-dunya tusawi 'inda Allah aw tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran sharbata ma. Lao ingelikuwa dunia inasawiana kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala au inalingana kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala pamoja na bawa moja tu la mbu, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala singemnyisha kafiri sharbata ma. Moja tu, tonge moja la maji singemnyesha. Lakini kwa kuwa si kitu, ndo Mola akampa yeye maasi Mungu, amkufuru Mungu, hamwabudu Mungu, amshirikisha Mungu, anakunywa pombe, anatesa na mali anayo. Wewe kidogo ukikosa mali wajiuliza, nafanya dhambi gani mimi ya Rabbi? Anza kuleta tauba. Ustadhi msikitini anakuambia ukitaka mali leta istighfari, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara. Sina mnafahamu msikitini Sasa ustadhi watoke maneno hayo, yule hajaleta istighfar, hajasilimu kamwe. Riziki unazopata zile zako tofauti. Riziki unazopata ile, wewe riziki kubwa umeipata nini? Unajua la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah ndio riziki kubwa umeipata wewe. Yule mwingine itafuta hajapata, hana habari kamwe na riziki kama hiyo. Sayyidina al-Hasan al-Basri apokuwa kutoka kwake asema na wanafunzi wake, ankuja mtu ashtaki ukame ambaye alete istighfari, mwingine ankuja ashtaki hajapata watoto na mali ambaye alete istighfari, mwingine anasema asema shamba langu limekosa maji, lete istighfari. Wale wanafunzi muridina ambao vipi shekhe istighfari, dawa moja umepeana wagonjwa tofauti tofauti, shida hizi ni tofauti, wewe unapeana dawa moja vipi? Anambia hamjasoma nyinyi kwa sura Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, wala msema muombeni msamaha Mola wenu, innahu kana ghaffara, mwenye kusamehe kwa wingi nani? Allah. Mkishasamehewa mtapata nini? yursilis samaa alaykum midrara, atateremshia mvua, ويمددكم بأموال توابين مالي وبنينا وتوت ويجعل لكم أنهار، يجعل جنات ويجعل لكم أنهارا، تبتوا بستان تبتوا ميتو. ما لكم لا ترجون لله وقارا، صالي نيتني هيلو، ما لكم مناني لا ترجون لله وقارا، هم ترجيكم مولا سبحانه وتعالى، يعني همونا تقوى مولا سبحانه وتعالى، همونا uchamungu na Mola subhanahu wa ta'ala, hamuna kurudi kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Ma lakum la tarjuna lillahi wa qara, hamumtambui Mungu subhanahu wa ta'ala. Alam taraw kayfa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa wallahu anbatakum. Yani hamumtambui Mungu nini? Sasa elimu kubwa utakayopata jua nini? Ni kumjua Mungu. Wena degree zote, wena PhD zote, humjui Mungu huna faida. Huna faida kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wewe profesa wako na degree yako ilikuwa wewe umesoma masomo ya walimwengu, si ndio?
umesoma ni sayansi, umesoma yoyote aliyosoma ni masomo ya walimwengu. Wajua Mungu ameumba ulimwengu kwa ajili gani? Asema Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi yatanazzalu al-amru. Allah ambaye kwamba ameumba mbingu saba na ardhi saba, amri yake inateremka baina ya mbingu hizo saba na ardhi hizo saba. Kwa ajili ya nini? Yote haya Mungu ameumba kwa nini? Litaalamu, ili mpate kujua. Sasa ikiwa kujua nini? Anna Allah ala kulli shay, kumjua Mungu tu, kwamba Mungu subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila jambo. Mimi na dhiki, Mungu ana uwezo wa kulitatua dhiki langu. Na mgonjwa nyumbani, Mungu ana uwezo wa kumpona. Na deni limenisumbua, Mungu ana uwezo wa kunilipia deni langu. Kila kitu nilikuwa nacho mimi, Mungu aweza kulitatua. Litaalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Isitoshe, si kwamba Mungu hajui na haya, wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma, na kwamba Mola amejua kila kitu, iko katika elimu yake. Chache kingi, waweza kuwa unashitaki shida fulani wadhani Mungu hajui. La, lakini lengo la uumbaji wote huu na usomi wako wote ni ukufikishe kumtambua Mungu. Vipi leo wewe Mungu alifanya sahali wewe umtambue Mungu bila kutafuta degree wala PhD? Ni neema, si neema? Mungu amekutambulisha yeye, amekufanyia wewe sahali umjue yeye, bila ya taabu, bila ya dhiki, bila ya kusoma mengi. Angalia Saidna Umar ibn Khattab katika visa vinavyopokewa, ndio ujue neema ya Uislamu. Katika visa vinavyopokewa kwa Saidna Umar ni kwamba wakati wa khalifa yake alikuja mmoja katika maswahaba wadogo. Umar, bro, kweli nyinyi mlikuwa mkiabudu sanamu? Sanamu mkitengeza na tende, mkila zile tende. Umar, nyinyi akili zenu zilikuwa wapi? Common sense, ndio? Wewe profesa, umesoma, alafu unaabudu sijui ng'ombe. Akili yako iko wapi? Wewe profesa, alafu unakwenda kule, unajua kule kanisani unapewa urongo, unauona, alafu unauchukua. Akili zako zi wapi? Hili swali aliulizwa nani? Umar. Akili yako ilikuwa wapi? Mlipokuwa mnakula tende, sanamu mnamtengeza nyinyi, akiwa na njaa mnampelekea nyinyi tende, ikishindikana zile tende mnakula wenyewe, watoto wenu mnawazika wenyewe. Akili yako ilikuwa wapi Umar? Umar anambia kunna qala, sisi tulikuwa ni watu wenye akili sana, lakini ilikuwa tulokosa sisi ni tawfiqun wa hidayah. Inama huwa tawfiqun, ni tawfiki ya Mungu kukupea wewe tawfiki kwa Muislamu na uongofu wake. Ni Mungu anataka huwa awe Muislamu na huyo awe si Muislamu. Basi ni mpaka hapo. Kwa hivyo wewe kama umejua Mungu amekupatia neema ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ujue umepata neema kubwa sana. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuhuishe katika la ilaha illa Allah, atufishe katika la ilaha illa Allah, ajalie maisha yetu yote ni yenye kuhudumikia la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.